Mara baada ya taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana kwamba askofu ama Bishop Benson Bagonza na wakili wa Chadema sindio Lugemeleza kama wapo kwenye target kutokana na vile ambavyo iliandikwa na Godbless Lema kupitia kwenye ukurasa wake wa X. Aliandika Bishop Benson Bagonza na wakili Lugemeleza inshallah nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awalinde kwa kila ubaya unaopangwa na shetani na watu wake juu yenu, si ndio? Kwa hiyo ndo hivyo. Hiyo aliweka Lema kupitia ukurasa wake wa X. Sasa hiki ndicho ambacho kimeandikwa na mwenyewe Askofu Bagonza, Kalikawe Lwakalinda Bagonza. Kupitia ukurasa wake ameandika kwamba kama ni kweli wamekosea, kama si kweli wamekosea. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 2025 siku Papa wa 267, Papa Leo wa 14 amechaguliwa. Ni mwana Chicago mwenzangu, mwana Catholic Theological Union CTU mwenzangu, na mwana Agustino mwenzangu. Msisahau Luther alikuwa Agustinian. Imekuwa siku njema na ngumu kwangu. Ngumu kwa kuwa nimekuwa napokea taarifa na tahadhari kuwa wasiojulikana watakuja kunimaliza. Sishangai, maana ukimfuga mbwa ukamwachia aonje damu za watu, huwezi kumdhibiti tena na hawezi kuacha mwenyewe. Moja, kama ni kweli wanakuja wamekosea, wanaichafua serikali na taifa kwa ujumla. Mbili, kama si kweli pia wamekosea, wanaichafua serikali na taifa letu pendwa hata kwa kuanza hayo. Tatu, kama wakija naomba wasiharibu milango ya nyumba yangu kuwafanya yatima, kuitengeneza upya, waniite nitatoka nijikabidhi. Nne, kama hawapo na kwa hiyo hawaji, na shauri kama nilivyomshauri mfuga mbwa kuwa awafungie mbwa wake ndani, si kwa ajili yangu bali kwa ajili ya mfuga mbwa na kijiji chetu. Tano, huu ni mwaka wa uchaguzi. Hekima ni kutengeneza marafiki wapya kuliko maadui wapya. Usimuue anayetaka kufa, ni matumaini mabaya ya muuaji. Sita, ni wakumbushe machache. Katika 6-1 katika awamu ya 5 walikuja, si lazima waje awamu ya 6 hata kama awamu ya 6 ni mwendelezo wa awamu ya 5. 6-2 iwe awamu ile au hii. Hawa wasiojulikana ni waharibifu wa awamu zote mbili. Serikali makini na hii ni makini. Kama haiwajui ijitenge nao, sio kutujulisha kuwa wapo. 6-3 wanaweza kufanya kwa sababu wameishafanya pasipotegemewa. Wakifanya wasijipongeze, wasipongezwe na adhabu yao iwe ni kufanya milele. 6-4 kama wakifanya mwili utaoza, watu watalia na wengine watashangilia, lakini ukweli hautazikwa. Upumbavu wangu hautazikwa na watazaliwa wapumbavu wengine zaidi yangu. 6-5 Mungu analipenda taifa hili kuliko ninavyolipenda. Hachelewi wala hawai. Atasimama kulitetea. 7 kamaliza asema naishi katika jimbo la waziri wa mambo ya ndani. Nina uhakika hakuwatuma na washauri wasitumie rungu kuua mbu aliyekaa makende ya mfalme. Watamuumiza. Watumie hekima, mbu ataondoka. Wasimtungue kwa jiwe la manati kunguru mchafu aliyekaa juu ya kichwa cha malkia. Wakikosea kidogo, jiwe litamjeruhi malkia. Itoshe siku kwa uovu wake. Na wapendwa wa Tanzania, tusipoonana tena tutakutana kwa Baba wale mlio na imani. So Askofu Bagonza ameandika hivyo, anasema kwamba anapokea taarifa
na tahadhari kuwa wasiojulikana watakuja kumaliza. Kwa hiyo anasema ashangazwi, maana ukimfuga mbwa ukamwachia aonje damu za watu, huwezi kumdhibiti tena na hawezi kuacha mwenyewe. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndo hivyo. Huo ni ujumbe wa Askofu Bagonza, ameandika hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo irizi wa irizi. So taarifa zimemfikia kwa kile ambacho Lema alikiandika. Umeelewa vizuri? Wewe mtazamo wako ni nini? Tuambie hapo kwenye comment. Ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.